Time for a different conversation altogether. We have Elsie and we have Clayton all the way from MSA. They're in our Mombasa studios and they will be joining us. They are all marriage experts, Elsie Opio and Clayton Tonde, so that we can discuss a different conversation altogether as to matters relationships. We always say that as much as we talk politics, current affairs and all that, the family setup, the family unit is everything, because it's what determines, how these other setups would, of course, function well. And therefore, when you get it right at the aspect of family, chances are very high that even when you go to the office, even when you go into your businesses, things would run smoothly. Therefore, these marriage specialists are here to tell us more in regards to the topic of discussion, which will be about that aspect of regretting the I do moment. When we're talking about the I do moment, we probably are not necessarily saying that moment of the wedding, and the difficulties or the shortfalls that you had during your wedding day. No, we are technically talking about that point in time where you start staying together, where you start living together as husband and wife. So married people are in most cases often sharing their biggest regrets, especially after staying together for months, for 2 months, for 3 months, for 3 years, and they kind of feel, they get to that point where they feel like, I regret this moment that I said I do. Is it normal? Is it okay? Is it common? And in the event that you get to that point, what is this one thing that you need to do to make sure that you still keep that marriage holding? So, ladies and gentlemen, good to have you. Asante sana for your time as always. I had you last week in Mombasani, but here we are back to Nairobi. How have you been? Good. The week has been fine. We thank God for the grace of life, and it's good to have you here again. Thank you so much. This is Clayton. I bless God. It has been a week of a lot of things that has been happening around, but we thank God. We are here today to make a move in this discussion. Together with me, we have Sister Elsie. Yes. Welcome. Sister Elsie, what happened to ladies first that Clayton decided to go before you? I know. Or it's men before? He just jumped before me. Right. Okay. I'm so happy since we are here last week on Wednesday, and I've seen God has done great things, and I'm so happy to be here again and talk to you and the viewers. That is all I can say right now. Karibu sana. Now straight to the biggest question. Married people are sharing their biggest regrets from their wedding experiences and to living together. And it is almost like marriage is appearing to be one of the biggest things that people dread to get themselves into. Elsie. Okay. Nitatumia kwa Kiswahili ndio watu wapate vizuri Mombasa. Sawa. Kupitia ndoa, watu wakiingia kwenye ndoa, wanaenda, wanapatana, wanafanya harusi. Kuna wale wanaingia kwenye ndoa na hajajua yule mtu vizuri, kwa sababu kuna zile ndoa za haraka. Anapoingia kwa ndoa yake, akishaingia kwa ndoa wakafanya harusi, wanapoenda nyumbani na kukaa kama wiki moja mbili, anaanza kuona tofauti ya ule mtu. Pale anaanza kujuta na kusema, mtu mgani huyu nilikuwa nimemwoa? So pale ndio majuto huwa inatokea, kwa sababu alioa mtu na kujua ule mtu vizuri. Kwa sababu wakati unaingia kwa ndoa hautajua ni kipi kinatokea mbele. Ni vyema we mwenyewe ujiandae ukijua ndoa unapoingia ndani kuna majuto pia zinakuaga mbele. Elsie, labda nikukatize kidogo. Anaanza kuwa na majuto na kusema nimejuta kusema ndio kwa huyu mtu, na nimejuta kukua katika hii ndoa. Labda nizungumze ile, kwa sababu sijaweza kukatiza, basi nitamuuliza Clayton hili swali. Clayton, basi kujitayarisha kamili ni nini haswa? Na wakati mwingine ambapo tunazungumzia swala la kusema kwamba hujamjua mtu vizuri, ina maana gani? Kwa sababu siku zote tunaambiwa, hata iwe miaka 5, hata iwe miaka 6, siku zote unajua kitu kipya au kitu tofauti kuhusiana na mtu ambaye mmechumbiana naye na mkaoana naye. Kwa hiyo kumjua mtu haswa huwa tunazungumzia nini, na kujitayarisha vizuri huwa tunazungumzia nini? Thank you so much, Linda. I would wish to say this.
every problems that you see around in marriage begins from the time we introduced ourselves in matters relationship. Many people or many young people you see around dating or having a girlfriend or a boyfriend, there is that journey that they started, and something that happened in the beginning was how they have founded their relationship, the foundation that they have founded themselves on in matters relationship. Unapata kwamba misingi yao walioianza katika masuala ya kuchumbiana ilikuwa misingi inayo haiendi sawa na kila ambacho inatakana kifanyike in future. So whatever they did in the first time when they met, haiendi sawa kabisa na vile vitu ambavyo inatakana uko unafanya nini katika safari yao ya kindoa. Unapata kwamba mtu amekutana na mwenzake, yale masuala ambayo wanazungumza mara ya kwanza, kile ambacho anamzungumzia mwenzake sio kile ambacho atakiona katika ndoa. Huenda alikutana na huyu kijana ama huyu msichana, hakuwa anafikiria kwamba siku moja nitamfanya kuwa mke wangu ama nitamfanya kuwa mume wangu katika ndoa. Wengi wanakutana, jambo la kwanza, kwa urafiki tu. Tuko na yale mambo anayemwambia, jambo la kwanza yanakuwa ni ya uongo. Utapata kwamba 70% ya vitu ambavyo zimeelezwa na huyu boyfriend ama girlfriend zitakuwa za uongo. Huenda atamdanganya hata sehemu yenye anaishi. Huenda atamdanganya kazi ile anayoifanya. Huenda atamdanganya mahali penye anatoka. Wengine wanasema siwezi nikaoa mahali fulani. So ni heri ajipatie jina la jimbo fulani ndiposa akaweze attract this particular young man or young woman. Unapata kwamba hizi vitu zote zimeleta a very big challenge in matters relationship and courtship, and that's why you'll find out that tunapoingia ndani ya ndoa tuko na kitu huwa kinafanyika chenye sio cha kawaida. Nianze kwa safari ya harusi. Unapata kwamba mtu anataka kumchumbia mwenzake alafu waje wafanya harusi. Tuko na kitu inaitwa vows ama commitments. When we are doing our wedding, on that wedding day, there is those vows that I in person who wanakuwa against. Ni kwa nini? How will you vow? You make a vow that kwa shida nitakuwepo pamoja na huyu na kwa raha. Unapotengeneza a commitment that there is a problem that is coming ahead of you, then prepare yourself for problems that are coming ahead. Lakini ndio ukweli wa maisha, Clayton. Is it not the reality of life? Jamani, mavazi haitakuwepo, kazi itaisha siku moja. Haelewi ya kwamba siku moja hizi vitu zitakuja ondoka. Tuko na ile commitment. Unapojiwekea commitment ya kwamba I'm going to face a problem where I'm going. Neno la Bwana linasema hivi, mawazo anayotuwazia Mungu ni mawazo mema, sio mawazo ya kutuumiza, sio mawazo ya kutufedhesha, ni mawazo mema. If God is thinking of good things around ourselves, then we need to put positivity anytime we are making a commitment in matters relationship and marriage. Tuwe wa kweli, Clayton, sijui kama unanisikia pakubwa sana, and that's why naomba Clayton apewe nafasi ya kunisikia. Anaiona katika ndoa hiyo sio kitu alichokuwa nakusudia kukiona. Unapata kwamba ile commitment imekuaffect. It is like a curse on you because you called upon problems on your journey of marriage. Na unapoitisha shida katika safari yako ya kindoa, automatically zitaanza kubisha hodi. Hazibishi hodi kama umechukua safari ndefu. And that's why unapata many people wenye wameoana watamaliza miezi 6, mwenzake atarushia mwenzake pete. Mwaka mmoja wamezaa mtoto mmoja, huyo dada atatoka na yule mtoto kwa ndoa, ataenda naye. Ni kwa nini? They inherited problems when they were making vows. I think Linda unanisikiza vizuri. Nakusikiza vizuri na wewe wanisikia. Nataka ni challenge argument yako kidogo, labda kwa swali. Vizuri. Naomba ni challenge hiyo argument kwa swali. Labda japo tutachukulia swala hili na kuangalia maneno ambayo yameandikwa katika Biblia. Ukweli ni kwamba pia kuna sehemu nyingine ambapo Biblia inasema kwamba Mungu mwenyewe huwa anawapatia matatizo watu wake, si eti kwamba anawachukia. Kwa hiyo realities of life is that we all understand that troubles will always come there, and therefore if we are to make vows and say, for good 100%, then we'd be lying to ourselves. Reality is that marriage is is full of ups and downs, and maybe that's the reason why we're pushed to a level where we commit, that's so that when the downs are here with us, we'll always go back to the memory and say, what, I promise that I will be there even during the downs. So can we really fault it on the vows that we make?
Linda, truth be told, when any merchant begins a business, when you have seated down, you are planning on what you will do in matters business, you are very much focused, you have a target in life. Unasema nitaweka hii biashara ikikoma, ikifika sehemu hii nitafanya ABCD. Husemi nitaweka kesho inaweza ikaanguka. Any person who lives with positivity ataishi maisha mazuri sana. And that's why tuko na wale wanadada wanasema hakuna ndoa, but leo hii asubuhi tuko na yule bwana amechukua mke wake na watoto wake, wameenda kufanya budget Naivas, wametoka pale Naivas wameenda kujienjoy, wako swimming pool, wanasikia raha. Sio kwa sababu hao hawaku make those vows. And that's why mimi huwa nasema anytime you are consulting on the vows that you need to take a plea on, you need first of all to consult with the person mwenye anawa direct katika zile vows. Sometimes sisi huwa tuna advise watu ya kwamba tengeneza your own vows, present kwa yule mtu ambaye anawaelekeza katika kuchukua kiapo. Elsie, utengeneze vows. Yes. Naomba ni muinvolve Elsie. Naomba labda tumuulize Elsie hili. Namsikia akikubaliana nawe sana, lakini swali langu, je, Elsie itakuwa basi, yani maneno yana uzito gani kiasi cha kwamba unaposimama pale unasema kwamba kwa mema na mabaya, au unasema kwa mema wakati wote au kwa mabaya wakati wote? Haya maneno yana uzito gani kiasi cha kwamba tunasema kwamba ati ukisema kwa mabaya basi mabaya yatakuandama? Mbona mazuri yasikuandame? Kwa sababu wakati wote tunasema kwa mema na mabaya, mbona haya mema yasikae? Okay, tukisema kwa mema na mabaya, haisemekani mabaya itakuandama. Lakini lazima tujue mabaya huwa lazima ikue. Unaona wakati msichana anapeanwa, unaona pale vile inapambwa, unaona maua ziko nzuri, huwa anaambiwa ajue hizo roses ziko smart lakini zina thorns. Lazima kuwe tayari akijua anapoingia kwa ile ndoa, hizo roses zilikuwa zimepambwa na ziko na thorns, lazima ajue ataingia katika hizo thorns, zitampata. Ndiposa wakati tunasema kwa wema na kwa ubaya, tunaamini nini? Umempenda yule mme, hata kama mabaya itatokea, utatulia pale kwa sababu ulishakubali ile ndoa. Na wengi, kwa nini tunapoingia na tulisema hivyo tunakaa wiki moja mbili? Hata sasa hivi kuna weddings nyingi zinafanywa na ni wiki mbili unapata watu wameachana, kwa sababu alienda pale akijua vizuri sana huyu mtu ana kiwango fulani ya fedha, na hiyo ndiyo alikuwa anaangalia. Kumbe wakati ule ilikuwa anatengenezewa tu njia ili apatikane aingie katika ile ndoa, kwa sababu yule mwanaume alimpenda. Na wanaume pia washagundua, wadada huwa wengi wakiona una gari, una pesa, sasa akiona hiyo anaingia haraka katika ile ndoa. Kwa hivyo ukisema mema na mabaya, hakuna mabaya itakufuata, lakini tujue we have hills. Hiyo iko lazima, milima na mabonde ziko na lazima zitupate. Kwa hivyo wakati unaingia kwa ndoa, jitayarishe kwa chochote itatoka, na wewe ukue mtu wa kuwa tayari na kulinda ndoa yako, hata kama ni fedha itaisha, hata kama atakuwa mkali, hata kama alikuwa amejificha, amejifanya si mlevi. Lakini unapoingia pale ndani, unakuja unakaa wiki moja, unapata kumbe huyu mtu alikuwa mlevi, alijificha kaja kanisani ili alikuwa anataka mke. So ni wewe mwenyewe ujitolee katika ile ndoa, ujiamini na ndoa yako kwa mabaya na mazuri. Let's be marriage counselors for a moment. Let's be genuine marriage counselors for a moment. And I'm not saying we are not. Tunapozungumzia mabaya, wakati mwingine mabaya yanakuwa beyond. They are a bit too heavy. Kuna mabaya mengine unaangalia basi, you know, we all say, I mean, and if we are to go back to the good books, there's not at any point where it encourages, you know, you people going out there and committing adultery. You know, there's not a single point where it encourages, you know, violence and all these things. Sometimes it gets to levels where it is beyond, to levels where it becomes dangerous. If for one party, or if not for one party, then for both of you. Do you still hold on to that, saying that, you know, ni kwa mema na mabaya? Else niseme jambo moja. Before I come on what Linda is presenting on our table, tuko na kitu moja ambacho nimekitambua. What is happening in our marriages today? Around 70% of Kenyan people, they are living in urban centers. Now most of the time they don't have that good time with wazazi wao sehemu yao ya bara, na wale shosho na babu wale huwa tunatumikia lugha ya Kiswahili kufundwa maeneo ya Mombasa.
hawajapata wale watu wakuwa wanawaelekeza katika hatua kwa hatua kwa mambo ya kuchumbia. Huwa tuko na maswali huwa unaulizwa ukiwa maeneo ya bara. Tuko na vitu huwa unaelekezwa, unaambiwa fanya hivi. Mtu yoyote mwenye amefundwa ama mtu yoyote mwenye amefunzwa ama amepitia chini ya level ya ulinzi ya wazazi wake maeneo ya bara, utapata kwamba approach yake ya ndoa inakuwa tofauti na wale watu wamepatana mjini hapa, wameoana siku 3 wanaachana, wanaoana siku 10 wanaachana, wanaoana siku miezi karibu 6 wanaachana. The problem we are having with our marriages, let me talk worldwide, you'll find out that our young men meet in urban centers. Hawajajua yule mtu vizuri, wamemkuta anaishi katika estate fulani na huyu anaishi estate fulani, ama huyu anafanya kazi mahali fulani na huyu mwingine anafanya kazi mahali fulani. Mnakuja kujuana, bado tuko na kitu moja ambacho hujaelewa kumhusu huyu mwenye unakutana na yeye. Clayton, ni wakina nani waliomshika mkono mara ya kwanza kumwelekeza afike mahali penye amefika? Clayton, let's face reality for a moment. Let's face reality for a moment. Times have changed and this system will be there for quite a long. That will be the trend for quite a long time. Then therefore, as marriage counselors, we'd expect that you come up with solutions of dealing with this, because truth is that, yes, today I've not grown up from home, technically speaking, and the same thing will apply to my own child. And therefore, this is going to be the trend for, years to come. How then do we save the marriage unit if we do not have to go back to the old times? First of all, our young people, before getting into marriage, number one, they need to be hearers and listeners. Wengi hawajawapa wazazi wao masikio. Tuko na watu kama counselors, you can go get counseled, but wengi wanatoka pale wanaacha husia waliopewa na counselors. They do as they wish. Most of the time utapata kwamba wataendelea kulalamika na kufanya vitu ambao wanakusudia kuvifanya. Mimi jambo ambalo naweza nikaimiza mtu yoyote anayenisikiliza na kuniangalia, ya kwamba before uchukue hatua yoyote, unaweza kuwa umejitengenezea uamuzi. Wanasema anybody can advise you but you can make a decision of your own self. Before you make that decision of your own self, then get advised. Learn that person you are getting dated to. Know that person. Unapomjua, you can know a person if you are psychologically fit. Unaweza mjua within a month. Unaweza jua mtu within 2 months. Si urongo huo bwana we. Ngoja subiri. Nataka kuongea kidogo. Basi Elsie unapoingia ndio Elsie walikutana kwa matatu. Elsie. Wale walikutana kwa matatu. Ndio. Walikuwa nasafiri maybe kuelekea pande Lungalunga ama kuelekea pande ya Kakamega. Wakawa wanazungumza ndani ya gari. Anamwambia mimi sijaoa jamani, na wewe unasema mimi nilikuwa kwa ndoa jamani, ndoa ikakatika ikaisha. Sema sasa unaishi wapi? Anasema mimi naishi katika mtaa fulani. Anamwambia tafadhali naomba hivi uende bara urudi uje tuishi. Wajua kuna wakati mwingine kwa maisha Clayton, ninapomuingiza Elsie kuzungumza, kuna wakati mwingine kwa maisha Elsie unakutana na mtu na kiukweli unahisi kama ambavyo umemjua, lakini vitu vingine vinafanyika pale mbele na vile vitu vinakuwa vina uwezo wa kumbadilisha huyu mtu. Kwa mfano, labda hamkuwepo na hela, alafu ghafla bin vu hela zinkuja tena kwa wingi, unapata huyu mtu basi anakuwa anabadilika. Labda sio kubadilika, labda ni tabia yake ambayo ilikuwa imejificha kwa undani. Kwa hiyo inakuwa vigumu kusema kwamba unaweza ukamjua mtu kwa mwezi mmoja. Manake wakati ambapo mnaanza huwa vitu ni tofauti sana na wakati ambapo mtakuwa mmeendelea kukaa labda baada ya miaka 5, baada ya miaka mingapi, na kwa hiyo mambo yanaweza yakambadilisha mtu. Kwa mfano, mwanamke anaweza akawa ni mzuri sana, basi wakati ambapo mtoto ataingia katika familia anakuwa anabadilika na labda anachukua akili zake zote, fahamu zake zote anazitia katika kumwangalia huyu mtoto, kumchunga huyu mtoto pasipo kumchunga mumewe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaweza ikafanyika katika maisha na vikamfanya mtu kubadilika. Nasema hivi, kujua mtu kwa mwezi, kujua mtu mmekaa na yeye miaka 10 ndio mjuane muoane, hapo haitafanya ati haizi badilika. Kwa sababu haiza jua mtu hata kwa miaka 10 ndio muingie kwa ndoa, lakini kuna tabia zake zile ameficha. Mulianza na yeye kama muna chochote, akakuwa mtu mzuri sana, umefurahia, iwe ni mwanaume ama mwanamke, lakini kwa sababu kuna tabia zingine bado anaficha,
Wakati mnazidi kukaa katika hii ndoa, unazidi kuanza kumwelewa polepole kwa polepole. Pale utaanza kuona tabia zile huku kwa unatarajia. Kama kuna mahali umetaja ati kuna watu tuko kwa ndoa, lakini unapata kuna watu wanaenda kutembea nje na mke anakuja kutambua ama mume anatambua, inamtia uchungu. Sasa ukauliza pale, mtu atakuwa anavumilia kwa sababu ni mabaya, ataketi tu. Kabla haujatujibu kwa hilo, kabla haujatujibu Elsie, naomba nikukatize kidogo, basi tuchukue muda wa mapumziko kidogo, alafu turejee on the very same note kujua je, utaendelea kukaa au utachagua njia nyingine. All right, still with me is Elsie and Clayton. They are in our Mombasa studios as we discuss those moments where you get, when you are in marriage and you kind of feel like maybe this was the wrong choice. Maybe you regret that moment of saying, yes, I do. And you probably would hope that, you close this chapter and move to a different one. And before we went for that break, we were at that point where we look at a scenario where we say, it's all right, it's for better or for worse. But just how much of worse can one take? And so Elsie was expounding some more on that. Elsie, nirejee kwako, just how much can you take? Okay, wakati jangwa imetoka kama hiyo, sitatoroka ndoa yangu niache ndoa kwa sababu alipatikana na mwanamke mwingine. Kijambo ile nzuri unafaa ufanye katika ndoa yako, kama umepata mume wako hata na mwanamke mwingine ama umeelezewa. Kazi yako inafaa kwanza upige magoti umuombe Mungu, upate solution utafanya nini. Kwa sababu lazima ujue pia we ni binadamu. Yes, amekuudhi ni chungu, lakini ujue we ni binadamu, kwa sababu hata we leo unaweza ona ni amepatikana na we pia kesho ukapatikana. Ama unaweza beba vitu zako ukaondoka ukapata unadhani utapata mzuri, unapokimbia ukiingia kwa ile ingine na yule mwingine unapata ako worse than yule mwingine utampata nayo hata kwa kitanda chako, lakini ule ulisikia tu maneno yake anafanya lakini hujaona. So mimi nasema wakati jambo kama hizo zinatokea, japo umeona ni we mama ni wewe uchukue hatua ya kwanza, omba. Ya pili, tafuta yule mtu wa kucancel, lakini usitoe siri za ndoa yako nje. Siri ya ndoa haifai kutolewa nje. Unatafuta solution kwanza. Unapoipata pale ndio utajua nitafanya nini. Kwa sababu kutoka kwa ndoa yako, kwa sababu mume wako alisemekana amepatikana na mke ama mume wako umemuona, ile haitakuwa solution ya hiyo ndoa. Number 1, utakuwa ushazaa watoto. Utasumbua watoto kwa sababu kila siku utakuwa unakimbia. Unaenda kwa mchumba mwingine, pale pia ukifika utapata mtoto mwingine, unampata na tena amekuwa na shida nyingine, unaitoroka. Narudi pia kwa wanaume. Mwanaume unapata mke ako na weakness. Maybe tukirudi pale kwa kupika, unaweza sema mke wako hajui kupika, mke wako hajui kuvaa, hajui kupamba nyumba. Ukaona unamtoroka, badala umuelezee mke wangu 1 2 3 sioni kama ni nzuri, ukakimbia ukaona mwingine amejipamba nje ako very beautiful, kumbe ako beautiful kule nje, na ukiingia ndani ya nyumba utatoroka. Ni vyema uelewe mke wako uliyemuoa, umwambie jamani, mke wangu, mimi nikifika nyumbani sitaki kuona hii uchafu yote naona hapa, sitaki kuona unakaa hivi, nataka uvae vyema, kwa sababu ujui ule unamuona kule akiwa mrembo, kwake nyumbani kuna nini. So ndoa lazima ukubali kwa mabaya kwa mazuri. Kama ulishajitolea, keti kwa hiyo ndoa, kwa sababu hata wazazi wako, hata huyo mama unamuona pale ako kwenyu hapo mali ako na babako hata amemzika, huyo mama amepitia mambo mengi, akikana wewe kuelezee utashangaa, lakini alikubali kukua katika ile ndoa. Kwa hivyo ule ananiangalia ni mume ama mwanamke, nataka nikwambie siku ya leo, ndoa sio kitu ya kuingia na kuchezea. Unapoamua kuingia kwa ndoa, hayo siri yako yote, vitu unapitia machungu, tafuta vile utaingia kwanza kwa magoti uombe. Cha pili, enda kwa mtu unajua huyu ni mwema wa kucancel, ni mmoja tu hata kuambia vitu vizuri. Utarudi kwa nyumba yako, utaweka mume wako chini, mtaongea, mtasikizana. Utaweka mke wako chini, mtaongea, mtasikizana. Utapata ni mume mzuri, utapata ni mke mzuri, kwa sababu hakuna mume mzuri hii dunia na kuna mke mzuri. Ni wewe utengeneze mke wako na ni wewe utengeneze mume wako, na ndoa yako itakuwa ndoa nzuri.
Clayton, naomba tusalie papo hapo anavyosema Elsie ni kwamba inabidi uvumilie hata kama utaambiwa kwamba labda mume wako ameonekana na binti fulani, au labda hata ukajua ukampata ukaona na macho yako, labda akarudia kwa mara ya pili. Unakubali kwamba yeye ni binadamu na basi unasema hamna neno, tuendelee tujue jinsi gani ambapo tunaweza tukasuluhisha hili jambo. I don't know whether it is the same way when a man realizes that the woman is cheating on him. I think nitatilia mkazo pia kwa yale ambayo mwenzangu Elsie amesema. Kusalia hapo hapo kutakusaidia wewe work on the problems that you are seeing around today. Utajua ni jinsi gani utaanza kutatua hizi problems. Hizo shida zinapotokea hazikutokea mkiwa katika relationship, hazikutokea wakati wa courtship, zinatokea wakati umetengeneza a commitment, and you have made a commitment, then you need to look for a way out ya kuhakikisha kwamba you are bringing solution at home. Number two, about the problems that you are seeing in marriages today, some of them haziletwi na huyu bwana ama huyu bibi. They are generational problems. Unapata kwamba katika blood relationship ya huyu bwana mahali penye amezaliwa, baba yake amekuwa na hali kama na hii, imekuwa challenge. Mama yake amekuwa na hali kama na hii, mama yake hakukaa kwa ndoa ya kwanza, ya pili wala ya tatu. Aliingia kwa ndoa ya kwanza ikavunjika, ya pili ikaingia, ya tatu ikaisha. Pia hivyo babake, unapata babake maybe alizaa watoto na wanadada tofauti. Unapata kwamba kwa watoto wanadada karibu 6 alizaa na kila mmoja maybe watoto 2, 3 ama 4. Hii problem inakuja inamfuata sasa yule bwana ambaye amekuwa kwa nyumba kama nani? Mume wako. So such like problems, they need now you to seek for spiritual intervention. Tuko na wale maimam, tuko na wale cathists, tuko na wale bishops, tuko na wale evangelists and apostles who are now dealing with such like things spiritually. When you come to counselors, tell somebody about the challenges that you are going through. These challenges, we now come face it as counselors. Nakuja tunampatia njia ya kumwelekeza in such a way, wakati shida kama na hii imekuja ikatokea, tunajua njia ya kumtafutia mahali penye atakuja kutulia. Lakini most of the things that you need to understand that is hizi problems zenye unaziona kwa ndoa, tuko na wale wanaobuni shida zao wenyewe, na zile shida wanapozibuni mtu, ile roho inamsukuma. Tuko na ule msukumo ndani ya mtu, manake mtu ni roho, mtu ni ile moyo iko ndani, ile msukumo. When your minds are telling you look for another woman, in fact huwa imesha kusukuma, ni kama umeshaelekeza tayari. Anytime you need to think about your marriage, think about bringing peace at home. Think about making your woman happy. Think about making your woman to come to that status that everybody appreciate what you are doing in the family. Ukimshughulikia mke wako vizuri, umtunze, umpatie malezi yanayofaa, utamtamani mke wako kila siku jamani. Yaani utamuona, utakuwa unapendezwa naye. Ni kwa nini? Tuko na kile kitu ambacho unakiona nje, chenye unakibeba kutoka nje unakileta ndani, kuhakikisha kwamba unaleta usawa mahala penye unahitajika, na kuhakikisha kwamba amani inayohitajika katika ndoa inapatikana. So my only advice to every married man or every married woman or somebody who is wishing to go into marriage, usiingie kwa ndoa kwa sababu dadaka alikwambia oleka, saa zako zimeisha kwa hii boma. Usiingie kwa ndoa kwa sababu ulishurutishwa na marafiki zako. Usiingie kwa ndoa kwa sababu wazazi wako walisema umekaa sana kwa hii boma, ondoka. Ingia kwa ndoa because your heart now tells you, I'm matured enough, I want to make decisions on matters marriage. Wengi wameingia kwa ndoa sio kwa sababu walipenda kuingia, ni kwa sababu there is a certain situation yenye ilimlazimisha kuingia. Na ndipo sasa unapata wanakaa kwa hiyo ndoa miaka 3 wanaondoka. Wengine wanaingia kwa ndoa kama hawajafika miaka za kuingia kwa ndoa. Unapata msichana ameingia kwa ndoa akiwa na miaka 20. Huyo anaenda kufanya nini? Huyo ni mke wa nani sasa? Huyo ndio unasikia anaanza kuuliza, "Daddy nataka chipsi, daddy nataka kukufunga." When a woman grows and matures, utaanza kuuliza vitu, utaanza kusikia vitu anakuuliza. Baba nataka tujenge. Baba nataka tununue shamba. Baba nataka watoto wetu wasome. Those are some of the things that a woman who is matured, unaanza kusikia anakuambia, kama niko hapa nyumbani baba, organize nikuwe na biashara. And if you are a good listener as a man, you will bring at home what your woman is looking for. It's all right, Clayton, we make mistakes. Tunafika wakati mwingine tunajirudi
labda kuna watu ambao wanatizama saa hii na wanahisi kama ambavyo labda hawakufanya kitu ambacho kilikuwa kinafaa, lakini si neno, tayari wapo katika ndoa. Kwa hiyo, is there anything wrong with feeling like, I regret this marriage, Elsie? And in the event that you get to that point where you regret that marriage, whatever it is that would have caused you to regret the marriage, how then do you handle such a feeling? Now, ukifika wakati ukapata kwamba tuko na problem, naomba Elsie achukulie hilo, ama mwenzako amelitenda kosa ambalo hujafurahia nalo, jambo la kwanza lenye takano ufanye as a woman, number one, you need to understand as a woman, you need to understand that there is a step you made in life yenye haiko revised. That is number one. Tuko na step yenye ulitengeneza katika maisha yako yenye haitaangaliwa tena. Manake it is a mark yenye umejiwekea katika maisha yenye watu wanataka waone ukiprogress, sio kumark time ama kukuwa na roundabouts in matters marriage. Wakati unaanza kugundua vitu kama na hizo, what you need to do as an individual, you need to humble yourself down. Let somebody in that marriage see you as a stupid person, but you have humbled yourself. Any man mwenye ataona a woman humble today, amemtusi hajamtukana, amemtusi hajamjibu, yule mwanaume huwa anaenda kazini anaregea. Utapata kwamba anakuja anakuambia nyumbani ya kwamba baba, mama, nimegundua tuko na makosa, nilikukosea, ninaomba unisamee. Anytime you will understand a conflict imeanza kuarise in marriage, wewe nao unajifanya kiroporoko na kiherehere, wakati mume anakuzungumzia umesimama naye unamwambia nipige sasa, kama ni kuniua niue sasa. You are steering up, unaongeza makali ya uchungu katika moyo wa huyo mtu. And that's why you'll find out vifo zinatokea ndani ya ndoa. That's why you'll find out watu wamedungana visu katika ndoa. Ni kwa sababu lazima mmoja wenyu katikati ya wale ambao mmekuwa na changamoto kidogo ama mmekuwa na hali ya kutoelewana, mmoja wenyu lazima ashuke chini, huyu mwingine akiwa juu, in such a way aje arudi chini, mkutanie sehemu moja ya kuelewana. Elsie, japo hilo halitafanyika, je, inaruhusiwa mtu kusema kwamba ni sawa, basi nipe talaka au nitakupa talaka, badala ya kukaa pale ndani alafu ikafikia kiwango ambacho labda hata unamuua mwenzako? Hapo takatana na kuitisha talaka, kwa sababu kitu nitaungana pamoja na mwenzangu Tony, ni ile unapokuwa kwa ndoa ujue vyema huyu mtu vile alitoka kwao, kuna vitu zile zinaweza muandama na wewe ndio unaweza mbadilisha. Kama ni mume, lazima utambadilisha wewe, utakaa chini na kumwelewa na kuchunguza kwa undani, alafu utapata mume wangu ana shida kwa sehemu fulani, na hiyo sehemu ni utachukua hatua na utambadilisha. Hakuna haja ya kusema nipatie talaka, juu talaka haitakusaidia. Unapochukua talaka, ukirudi kwenyu, ujue pale pia we kuna aibu umetia kwa maisha yako. Kwa sababu wale pale kwenyu wataanza kusema we ni msichana wa kutembea tembea kwa wanaume, ukuhesabu wanaume. Na kama mwanamke lazima ukuwe na heshima yako unapoingia kwa ndoa, ili hata wazazi wako waheshimike. Tulia katika ile ndoa. Kwa nini inakuwa ni swala la naomba niulize hili, kwa nini inakuwa ni swala la kufurahisha jamii pasipo kujifurahisha wewe mwenyewe? Okay, aufurahishi jamii, ni wewe unajifurahisha. Kwa sababu saa zile wewe umetoka kwa ndoa yako ukaenda kule kwenu nyumbani, kuna aibu pia wewe unaona pale. Utakaa tena, utapata mchumba akuchumbie tena, nani atakuwa na aibu? Wewe mwenyewe kwanza umekuwa na aibu, hata kama wazazi wako hujawatia aibu, kwa sababu ile jina utakuwa nayo haitakuwa jina nzuri tena. Vile mwenzangu alisema, utakuwa umezaa watoto 3 huku, umeenda kule umezaa wengine, umeenda kule umezaa wengine. Niambie hao watoto wote watakuwa wanafeel aje kama kila mwingine atakuwa na babake? That's why you see. So inafaa kuwe mke akuwe na mume mmoja. Na tena kitu Tony alisema hapa, naitika na yeye, usiwe mtu wa haraka wa kujibu. Unajua wanawake saa zingine tunakuaga na one problem. Men has problem, but as women pia tuko na problem kubwa. Unaweza pata mwanaume anaongea kwa njia tu nzuri kukuuliza swali, lakini mwanamke atatoka na ukali na anze kujibu na ukali, na ile kitu ikuwa kitu ya vita.
kwa sababu ye huwa anaongelesha mama ama anaongelesha manti, wanamwambia huyo mume asikuletee. Mimi unajua vile nilioleka wangu na mkanyagaga chini na kitu nimesema anasikia. So hii pia inaleta shida. Unapata mume alikupenda, mapenzi inaanza kurudi nyuma. Wanaume ni kama watoto. Sisi wanawake tuwalee vizuri, uelewe mume wako, ujue weakness yake iko wapi na wapi anafurahia. Finya button, utajua ni wapi anakuwa anakasirika, ni wapi anakuwa nzuri. Utaletewa kila kitu nataka, hata gari. Niseme hii button ya finyo vipi wewe Clayton? Linda, wamesema hivi, wanaume sisi ni kama watoto. Yaani nitakana tuelekeze kwa kila jambo. Yaani hizi viumbe jamani havitaki kusumbuliwa sana. Utasikia mwanaume anasema sitaki kusumbuliwa, niko na stress, niko na nini. Kile ambacho nataka niombe wanaume wote, nikiwemo mmoja wao, our relationship with the parents should not cease the time you get married. Yes. Okay. Wakati unapooa na relationship yako na mamako inakatika, mahusiano yako ya ndoa inakosa the first counselor. Tuna matatizo na kina mama's boy. Clayton, you need to connect to your wife. Clayton, tuna matatizo makuu sana. I will advise every man, you need to make sure that your wife becomes the first daughter to your mother. Mama yako akipata nafasi nzuri ama the highest percent with your wife, your marriage will stay and it shall live long. Unapata kwamba kijana ameingia na ameketi na mke wake, anaanza kumpatia ubaya wa mama yake. Anapompatia ubaya wa mama yake, mamangu ni kiroporopo, mamangu anapenda matusi, mamangu amenitukana tangia ningali mdogo, hivi sasa ndio huyo mama anayesema mamake amemtukana ni yule mama ambaye amemrekebisha, amemlea. Hivi kama ni ukweli mbona asiseme? Wakati alikuwa na uchafu amemuosha, amefika kiwango ambacho amefanya nini? Amefika. What I want to request our men in the house, we need to style up. Let us not disconnect our relationship with parents when we get married. That is the time now. Hiyo ni kama tu familia nyingine mmetengeneza. Ni kama another family to the family. You need to connect your wife to the family ndiposa upate a stable marriage. Nimeona wazazi wengi ambao tunaishi pamoja nao, wanapoona mke ambao ni wa kijana yake anaishi mjini sana bila kuja kutembea bara, wanaona ni kana kwamba yeye ndiye aliyemzuia kijana yao kufika wapi? Bara. A woman, listen, connect yourself to the parents. Hawa wakati shida itatokea kwa ndoa ndio watakushield, ndio watapea advice kwa kijana yao. Naona if there is a time nilienda kufanya advice maeneo ya Bungoma, and I met a certain woman mwenye alikuwa with such like challenges. That woman alikuwa ametengeneza relationship na mama yake, anapeleka leso, anaenda anampeleka supermarket, ananunua vyakula, wanafanya shopping na mama yake polepole. Wakati challenge ilipotokea ndani ya ndoa yao, waliambia kijana, huyu ni mke wetu. Yule utakaye kuja naye ni mke wako. The family kwanza inaanza kujidisconnect kwa yule mtu wa pili unayeleta. You will never have peace without another wife in the family. And that's why wamama wetu waliotuzaa na baba zetu waliotuzaa, we need to bring order in our families. Let us bring discipline in our families. Tusiruhusu kijana yako anaenda anabeba msichana wa pili analeta, and you are there to welcome them. Analeta msichana wa tatu unawapigia makofi. Let us bring order. Nataka wale mababu wetu walikuwa kitambo, yule baba angeshika bakora kwa miaka 40 ama kwa miaka 80, anakulima kijana wewe uko na miaka 38 lakini anakulima na bakora. Anakuambia you are bringing indiscipline in my family. Naomba tumwingishe Elsie. Unaharibu jina langu. Clayton, naomba Elsie aingilie kwa hili. Na Elsie, nakubaliana kwamba ni vizuri sana kuwa na ukaribu na wazazi wetu. Lakini je, tunaweza tukafanya aje hili pasipo kukuza vijana au waume ambao kwa kawaida tunawaita mama's boy, ambao labda wakati mwingine unahitaji wafanye maamuzi makuu katika familia, lakini maamuzi yale hayafanyiki pasipo yeye kukwenda kwa mama au kwa baba ili kuweza kujua ni jinsi gani ambavyo unaweza ukatatua hili, au ni jinsi gani utatoa maamuzi kuhusiana na swala hili, wakati ambapo wewe kama mwanamke unamsubiria yule mwanaume kutoa direction ambayo inafaa. Okay, mimi kama mwanamke, hii maneno ya mwanamume akishaoa yeye ni mtoto wa mama,
chochote mke wake anataka lazima ulize mamake ndiye apatie mke wake. Hiyo nimekataana nayo kama mwanamke, kwa sababu hiyo itaharibu ndoa. Inafaa anapotaka kufanya kitu kwa ndoa yake aongee na mke wake, amwambie mke wangu nilikuwa napanga tufanye kitu fulani, ndipo mke wake akubaliane na yeye. Kuna vitu anapeleka kwa mama yake, kuna vitu anaweza enda kuuliza mama, kwa sababu ule ni mama mzazi aliyemzaa. Lakini anapokuwa kwa ndoa yake, mke wake anataka chochote ama wanataka kununua kitu, mke amemwambia, lazima aulize mama yake ama aulize babake ndiye arudi aambie mke wake. Hiyo ndoa haitakuwa ndoa sawa, itakuwa ndoa itakorogwa. Kwa sababu tuseme for example, huyo mume atoweke, akue hayuko tena duniani, ule mke atabaki kwenye shida, kwa sababu itakuwa ni wale wazazi lazima watakuwa wanamcontrol. Tukiangalia for example, wale wanakuaga ati lazima waulize wazazi wao kitu ndio wakuje waambie mke wake ndio mke wangu utafanya. Unapata mara nyingi anapokuwa hayuko duniani tena, ameenda, utapata kama yule mke anateseka. Number one, atanyang'anywa kila kitu yule mume alinunua pale na walinunua naye. Pengine zingine ni mke alinunua nyingi, sio mume. Alafu utapata pia kule nyumbani ardhi atanyang'anywa, ataambiwa hauwezi ishi hapa, kwa sababu mume wake alichukua wazazi akaweka mbele. Kila kitu ya ndoa yao ni wazazi wanaingia ndani. We mume unanisikia, na we unakuaga kila siku we unajifanya lazima ni kwa mama, na kukataza leo ukinisikiza, unapooa mke wako, huyo mke wako ni mama yako, kwa sababu atakujua deep kushinda hata mama yako. Kuna vitu unafanya na mamako ajui, akipelekea mamako anasema mtoto wangu hawezi fanya hii. Kwa hivyo kuanzia leo, kama huwa una deny mke wako right yake ya kuongea na yeye na kumwambia vitu za ndoa zile mnafanya, lazima uende kwa mzazi ndio ukuje umwambie mama amekubali, nimekukataza kuanzia leo. Hiyo ndoa haitakuwa ndoa nzuri. Kuanzia leo chukua huyo mke kama mama wako, kaa na yeye, ongea na yeye, kwa sababu those are your secrets. Right. Kama unataka kwenda kununua land, it is not supposed your family to know. That is a secret yako na mke wako. Musikizane na muende. Ngojea kwanza Tony. Wewe unaona Linda amefurahi hapa. Ngojea Tony. Sio eti kwamba nimefurahi, na msikiza tu. Mwambie mke wako na mkishasikizana mke mkanunue ile land, because hiyo ni yenu sasa. Alafu mnataka hata kununua gari, that is yours. Mnataka kujenga nyumba ya kifahari ya kuweka watu waishi ndani, hiyo ni yenu, haihusu wazazi wenu wala madada zenu. So unafaa ukae chini na mke wako msikizane, alafu mkishasikizana ni basi mkafanye. Mkimaliza kufanya, familia watajua mko na ploti mali fulani mmejenga, watu wamekaa, mko nayo yenu, mko na gari yenu, mko na vitu vyenu. Ndio Clayton. Pili, nasema ni hivi, we mume unayenisikia, hii maneno ya kwenda na kukaa chini saa zote na mamako, unamsengenya mke wako kila kucha. Unaongea na mamako, unaongea na madada zako kuhusu mke wako, hata anapokufanyia mazuri unaenda kuongea mabaya, unaharibu hii ndoa. Inafaa kama amefanya makosa, we kama mume, na Biblia pia inasema a husband is the head of the house. Sasa inafaa we mwenyewe uketi na mke wako, mwambie mke wangu hapa na hapa ni pabaya, na kwa sababu ni mke anatii, atakusikiza na atarekebisha. Kwa hivyo hiyo pia maneno mume wewe umezoea na wazazi na kupeleka maneno, unaenda kuketi na marafiki, unaenda kuketi ukisengenya mke wako. Ukome siku ya leo, kwa sababu wewe ndio unaharibu hiyo ndoa. Wewe ndio unatuma ule mama anakuwa na machungu, hata anapokuwa hawezi kula, hawezi nona, yani saa zote ni machozi yanatoa kwa sababu ya yale mambo unamtendea. Kwa hivyo ukitaka we mume ndoa ikuwe mzuri, shika mke wako, muelewe. Hata kija akakwambia nina pesa fulani, kwa sababu kuna wanawake wanafanya kazi na ni wazuri sana, anapeleka anaambia mume wake nimechukua loan, na hiyo nimechukua, nataka tukanunue land, tujenge nyumba zile zitakuja kusaidia watoto wetu wakati tutakuwa tumeretire. Clayton, unapata mke anapata pesa. Naomba Clayton aingie asije akasema kwamba tumemweka pembeni sana. Clayton, mmeniweka pembeni sana. Unaongea Tony, nyamaza. Mmeniweka pembeni sana. Unajua hii masuala mnaongea sasa, mume wacha nimalize nimwachie. Tunaongea juu ya mume. Kwa nini inabidi mara nyingi ni wanawake wanapigwa na wanawake wakipigwa wakisema wanawake ni wabaya, na wanaume pia wana ubaya wao. Ubaya wao ni nini?
kwenda kuongea vitu pembeni. Anakuwa na rafiki, wanafika maleste, wale wanaenda kukunywa pombe, wale wanakunywa hizo mivinyo, anaenda pale wameketi, anaanza kuongea juu ya mke wake. Mimi mke wangu anazaa tu wasichana, mimi sidhani kama, na ule anamwambia tuko na mwingine hapa mrembo sana, tutakupatia, atazaa mwanaume. Kwani yeye alishapima akajuaje kama atazaa mwanaume? Kwa sababu ule mke wako maybe Mungu alimweka atakuwa na wasichana mbele, alafu pale nyuma akapata vijana. So hii swala ya wanaume kuenda kukaa chini na kudiscuss wanawake wao wawache kuanzia leo, kwa sababu inaumiza wanawake. Hata mimi nasema unaenda unaanza kuambia maneno wenzako, bwanangu anangorota tu usiku, hii tabia anangorota tu, bwanangu ni mnono. Wewe wakati ulikuwa unachagua ulikuwa hujaona ni mnono, unaanza kumdhalilisha katika society. Bwana anaenda kwa duka kununua kitu, anaambia unajua mke wako alisema, wewe unangorota tu, unangorota. Ina maana lazima tuwatoe marafiki katika maswala ya ndoa zetu. Tunapotaka kukua na maisha ya amani na maisha ya siri katika ndoa yetu, tusiitoe siri yetu ya ndoa kwa marafiki. Manake vitu vingi vinamalizwa, ama ndoa nyingi zinamalizwa na marafiki. Unapata yule msichana mwenye unaambia kuhusu bwanako, na bwanaka na msichana anajua bwanako isa banka odha na ngorota. Ujule rafiki unamueleza anajua bwanako ni daktari lakini anangorota. She will look for anything possible that can make this man happy, ya kumchukua yeye amridhi. And that's why tuko na problems zinatokea nowadays. Unasikia rafiki amemchukua mume wa mwenzake. Ni kwa nini? Alimdokezea siri na shida aliyo nayo bwanake. Huyu rafiki akajiuliza, ni nini ninachoweza kukifanya ili huyu mume apate amani? Akaanza kutoka naye lunch, akaanza kumuita katika maeneo fulani, wakaanza kuzungumza, na baadaye akahakisha shida aliyo nayo huyu bwana hayuko nayo. So jambo lenye na advice hata wadada. Ndio, tukimalizia ngorota tunalala tu. Wacheni. Asante. Nafikiri on that note naongea juu ya ume zetu, ume zenu wanangorota. Wengine wanasema anasusu kwenye kitanda akitoa mattress. Anaulizwa, na hii mattress kila siku mbona iko na maji? Ni mtoto. Lakini kama gani? Si ni ule mume mkubwa alijikojolea usiku akilala. Basi lakini kama mtu anafanya lakini kama unakosa ambalo, lakini kama kuna siri ambayo inawezekana ishughulikiwe, tafuta njia, tafuta suluhisho. Anangorota. Chukua godoro. Enda uyanike, sema mtoto wako yule mkubwa. Ni kweli huyu mtoto amejisaidia. Lazima tufunge Clayton kwa godoro. Amekuwa akijisaidia, mmezaa naye watoto watano. Ni kweli. Amekuwa akijisaidia, mmezaa naye watoto wanne. Ni kwa nini wamefika watoto watano ndio unaanza kutoa nje kwamba tumalizie Clayton. Tumalizie. Asante sana, muda umetupiga kisogo. But as we rightfully say, kama kuna tatizo ambalo lazima tumalize, muda hauturuhusu. Samahani LCOPO, muda hauturuhusu kabisa, lakini kama mnavyosema, it is really important that we take care of our marriages. I mean, it's not greener out there. LCOPO Clayton Jones, thank you so much for your time. We close it at that. I look forward to another session of discussing relationships. That is next week. My name is Linda Alela. See you again tomorrow. Bye-bye.